ad-dunya kalminjali istiwa'uha fi iwijajiha, dunia ni kama nyenzo ya kukatia nyasi, kule kunyuka kwake kuko katika kule kupinda kwake. Wanadamu kuto kushikamana na dunia hii, kwa sababu dunia hii imepoteza wengi katika watu, pale ambapo waidhania sehemu hii ni sehemu ya makamu, ni sehemu ya kudumu, wao wakashikamana nayo, alafu baadaye wakakumbuka hali ya kuwa kumeshapambazuka, wao hawawezi kuchuma hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawanufaisha nayo mambo hayo siku ya Kiyama, wakashikamana na mambo ambayo yananufaisha au yatanufaisha wao katika dunia, mambo ya akhira wakatana nayo. Fa idhan ikhwatal fudala ikhwatal kurama, awalan ma natawasa bihi an natamassaka bi taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, an taj'ala bainaka wa baina ma'siyati Allah wiqayatan, kumcha Allah wewe kuweka baina yako na baina ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kizuizi ambacho kinakukinga wewe kuingia katika muharramati. Kizuizi gani ambacho utakachokiweka? Ni wewe kuamrishika na mema, ni wewe kukamatika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda. Ndugu zangu katika imani, ama katika Jumaa yetu hii ambayo ni miongoni mwa maidi yetu, ayatuna thalathatun fatnani, Eidul Fitri wa Adha Thani wa thalithu yu'tadu usbu'iyya wa hiya yaumul Jumaa. Ndugu zangu katika imani, siku ambazo waumini ambaye ni mimi na wewe wanakutana kwa ajili ya kuhimizana mambo ya dini yao, mojawapo ni siku kama hii, siku ya Ijumaa. Miongoni mwa vikazi vya waumini wanakutana katika siku hizi ambazo zinapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wanaamrishana yale ambayo Allah anayapenda, wanakatazana yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi, kwa sababu wamekuwa ni umma bora kutokana na yale ambayo wanayoamrisha. Wanaamrisha mema, wanakatazana maovu. Fa idhan fi hadhihi aljumaa, katika Ijumaa hii tutakumbushana miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, aya ambayo ina ujumbe mkubwa, ikiwa yule ambaye anafikiria ataubeba ujumbe huo, lakini ni aya ambayo itakuwa haina thamani kwa yule ambaye atakayeona yale yaliyotajwa ndani ya aya hii hayana manufaa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, thumma latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im, kisha mtakuja kuulizwa siku ya Kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtaulizwa kunako yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kakunemesha mambo hayo. Mwanadamu ana pesa zake, mwanadamu ana vile vyote ambavyo vinaweza kumfikisha katika jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hilo jambo analipenda, lakini mwanadamu kutokana na neema hiyo aliyokuwa nayo haifanyi vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda. Mwanadamu neema hiyo aliyonayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kamnemesha kwa neema hiyo anaitumia katika mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala haupendi. Sasa mwanadamu kama huyu siku ya Kiyama atakuwa na maswali ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala, swali ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza juu ya neema hiyo ambayo alikuwa nayo. Neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi. Neema za Allah subhanahu wa ta'ala hazina idadi ikiwa tunaweza kuzihesabu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea katika kitabu chake. Fa idhan Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama atatuuliza juu ya neema ambazo tulikuwa nazo. Mwanadamu ana neema ya afya, mwanadamu ana neema ya wakati ambao ikiwa atautumia wakati huo katika kuelekeza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda, mwanadamu siku ya Kiyama kama huyu atakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanastahili kupewa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, miongoni mwa ubora wa umma huu ni pale ambapo watakapokuwa na vikao vyao kuyazungumzia mambo ambayo yanawanufaisha hapa duniani na kesho akhera. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo tumekumbushana kwa dakika chache ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na swali ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza
swali ambalo litakuwa limefungamana na jambo la neema. Neema ni kile chote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiona kwa mja wake kinamfaa, amemnemesha kwa kitu hicho. Kinachopaswa kwa muumini huyu ni nini? Kuishukuru ile neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kamnemesha kwa neema hiyo. Hakika neema hiyo wamenyimwa wengi katika watu, lakini wewe umepewa. Jaribu kuitumia katika mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaupenda mfumo huo utumike kupitia neema hiyo, lakini usije ukaitumia neema hiyo katika ule mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala haupendi. Tukataja miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala as-sihhatu wal faragh, afya na wakati. Siku katika masiku walikutana watu wawili, wakatembelea katika mji ambao uliopambwa zaidi. Mmoja katika wao akauliza, aina kunna hina kusimati hadhihi al-amwal, hivi tulikuwa wapi wakati ambao zilikuwa zinagaiwa mali hizi? Mbona watu wameendelea kiasi hichi halafu sisi bado tujaendelea? Yule rafiki aliyeulizwa swali hilo hakumjibu, akamchukua akampeleka hospitalini, akamtembeza hodi zote, alafu baadaye akamtoa akamuuliza, aina kunna hina kusimati hadhihi al-amrad, hivi tulikuwa wapi wakati ambao maradhi haya yamegaiwa? Basi yule mwenzake alifikiria. Kwa hiyo wakati wewe una neema, wakati wewe unajenga, kuna mwenzako yuko kitandani, kilichomfanya asijenge ni afya, kilichokufanya ujenge ni afya, kilichomfanya alale kitandani ni kutokana na ule wakati ambao yeye aliutumia. Na wewe wakati wewe unajenga ni wakati wako unaofuatilia. Ufanye wakati wako uwe katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ifanye afya yako iwe katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuja kupata ladha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ladha hiyo. Fa idhan atana rabbana wa asahu qaumun fadhukna ta'ama ta'atina wa dhab, tumemtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa asahu qaumun, na wakamwasi Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya watu, fadhukna ta'ama ta'atina wa dhab, tukaionja ladha ya kile ambacho tulichomtii Allah subhanahu wa ta'ala, na pia wao wakaonja kile ambacho walichokipata kwa sababu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unapenda Allah akupe radha gani? Wewe unapenda Allah akupe radha gani? Mmoja wa watu hawa wawili, mmoja akamtii Allah subhanahu wa ta'ala, kuna radha kaipata katika zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kamnemesha kwa neema hizo. Mwingine kamasi Allah subhanahu wa ta'ala, kuna ambayo kayapata kutokana na ule mfumo ambao yeye kauchagua kuishi katika dunia hii. Watu wengi katika sisi tunafanya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi, na hii ni katika miongoni mwa mambo ambayo mtu hajui kuitunga neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomnemesha kwa neema hiyo. Fa idhan wa inna min al-hirman al-azim wal khasaratu al-fatiha an tara kathiran min al-muslimin yudilluna hadhihi al-awqat ath-thamina fima la yanfa'uhum fi dunyahum wala ukhrahum, yasaluna mu'dhama al-layali fi lahwi al-batil. Hakika miongoni mwa hasara kubwa, hasara ambayo haina kipimo ikiwa utaipima, antara kathira min al-muslimin, ni kuona wengi katika Waislamu ambaye ni mimi na wewe, yudilluna hadhihi al-awqat ath-thamina, wanapoteza nyakati hizi bora, fima la yanfa'uhum, kwenye majambo ambayo hayawanufaishi wao, fi dunyahum wala ukhrahum, katika dunia yao wala akhira yao. Kwa sababu gani? Yasaluna mu'dhama al-layali fi lahwi al-batil, wanakesha usiku mzima katika mambo ambayo hayampendezi Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika watu nyakati zake zote anazimaliza katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi. Kwa nini ufanye hivi hali ya kuwa neema hiyo uliyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala anakunemesha? Kuna mwingine neema hiyo hajampatia. Kwa hiyo wewe liangalie jicho lako
neema hii kwa jicho ambalo ni la upendo. Ifikirie neema hii, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa. Akiondoa, utaidai au utaridhika kuondoka kwa neema hii? Ni lazima mwanadamu afikirie, leo na miguu miwili, basi tembea katika miguu hiyo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Nenda katika sehemu ambazo kuna vikazi vya elimu, kaa katika kikazi hicho. Allah subhanahu wa ta'ala kikazi hicho anakipenda, lakini usitumie miguu yako kwenda katika maskani ambazo vile ambavyo vinafanya na maskani ile Allah subhanahu wa ta'ala havipendi. Muda wote wewe ni mwenye kufa, muda wote mapigo ya moyo wako yanakwambia wakati umeondoka, fa idha diqatu qalbi almar'i qailatun lahu innal hayata daqiqatun wa thawan. Mapigo ya moyo ya mwanadamu yanamwambia, yanamjulisha, innal hayata, hakika ya uhai. Uhai ni ile pumzi ambayo unayoitoa, ikisha katika tayari na uhai wako umeondoka. Tunamwambia nini? Innal hayata daqiqatun wa thawan, hakika ya uhai ni dakika moja na sekunde moja. Leo umesimama, kesho utajikuta umelala. Dakika hii umesimama, sekunde yake umelala. Umelala katika mfumo gani? Aya ambao uliwatanguliza yanamtii Allah subhanahu wa ta'ala, au ulikuwa ni katika watu ambao wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Faida, ndugu zangu katika imani, tuweze kuzichunga neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na tufikirie kwa neema hizo ambazo tulizokuwa nazo. Kuna wengine ambao hawana neema hizo. Kwa nini wewe umwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ja'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun.